Marejesho ya 10% ya mikopo. Natoa siku 30 tu kwa kata zote kuwatangazia waliochukua fedha ya halmashauri 10% kuanzia mwaka 2016-17 mpaka sasa, ambao wanatakiwa kurejesha, aidha wawe wamerejesha au wameingia makubaliano ya kisheria na halmashauri ya namna ya kurejesha fedha hizo. Siku 30 tu. Majina tunayo, vikundi tunavyo, watendaji wa kata wako hapa, na wako maafisa mstahiki meya na mwenyekiti wa CCM unanisikia. Wakienda wakikuta vikundi vyenye uhusiano au vinasaba na baadhi ya viongozi, wanakamishwa. Sasa nataka hili liingie kila kwenye kichwa cha mtu aliyeko huku ndani. Ole wako uwe kiongozi wa aina yoyote, unakwamisha ukusanyaji wa 10% ya mapato ya halmashauri ikiwa ni rejesho. Ole wako, ole wako. Na hili afisa maendeleo ya jamii, karabrasha la vikundi vinavyodaiwa ninalo, nimelikabidhi kwa TAKUKURU. Kwa itisha naye kikao mahususi, ikiwezekana kesho, mwenyewe mkuu wa TAKUKURU, mweke mpango kazi. Na waheshimiwa madiwani, ni waombe, nyinyi ndio wawakilishi na sauti ya wananchi, elekezeni kila mtu achukue component ya chanzo chake cha mapato. Kila mtu, kama ni mkuu wa idara ya elimu, maana yake una ada na mapato mengine. Kama ni ardhi, una mapato yako. Kama ni mazingira, una mapato yako. Kuona kila mtu mkuu wa idara apewe kipengele chake. Ifikapo Jumatano, dasi pamoja na afisa wa TAKUKURU mkae na watendaji wote wa kata, kila mmoja aeleze kwenye chanzo cha mapato specific kwa nini hajakusanya kile kilichopangwa. Mkuu wa idara, maana yake ni kwamba utapula mapato yako, utasegregate vyanzo. Kama ni leseni za biashara, mpe mtu anayehusika naye akueleze Jumatano, dasi, chanzo hiki tumekwama kwa ushahidi, kwa sababu gani? Na mtendaji wa kata, kila mmoja aeleze alichokifanya kunyanyua chanzo hicho au kukwama kwa chanzo hicho. Kikao hiko kitafanyika Jumatano, mstahiki meya, na kamati ya fedha. Maana yake hata kama ni Idi, sawa, mimi nataka Jumatano, kwa sababu mapato, kama mlikuwa mnajua kuna Idi, tungekuwa leo tuko 80%, 90%. Tumesikia madai hapa, mheshimiwa diwani, wanataka madarasa, wanataka vyoo, wanataka barabara, wanataka vivuko. Sasa tunajibu vipi hoja za madiwani? Hatuna mapato. Ndugu zangu watendaji, kama ni sikukuu, ole yako. Sheria inasema agizo likitolewa siku ya sikukuu linaangukia siku inayofuata, si ndivyo? Nendeni mkasome interpretation of laws kuhusu public holidays. Ninachotaka aidha Jumatano au kama ni sikukuu, siku inayoangukia hiki nilichoagiza kifanyike. Vyanzo vyote vichambuliwe na watendaji wa kata wahusike wote, chini ya kikao kitakachoongozwa na dasi cha mapato. Matarafa mtahusika, maana yake mtanipa taarifa ya kitaala kwa nini tuko 66% na ni nini kifanyike kwa hizi siku chache zilizobakia, tunyanyue vyanzo vya mapato ambavyo vilivyopo. Kwenda kushusha sijui kuondoa chanzo sio solution. Sasa unacheza mpira, unashindwa kufunga goli, unamwambia refa tutanue magoli, tunashinda kirahisi. Au unasema beki aondoke, mapato. Vyanzo vyote vikakaguliwe, na Jumatano au Alhamisi dasi utaongoza kikao hicho. Ina maana Ijumaa mtapata taarifa kutoka kwa katibu tawala, kwanza kwa nini tuko chini, pili nini kifanyike.
isizidi wiki hii. Jambo la pili, miradi. Kwenye kila kata kuna miradi ya maendeleo. Ipo miradi ambayo haijakamilika kuanzia mwaka 2023. Kila mtendaji wa kata, injinia na mtu wa mipango, tuliagiza kwa barua tuletewe taarifa za miradi. Imeshakuja mkurugenzi, hiyo taarifa kesho naitaka ofisini kwangu. Naitaka ofisini kwangu ya miradi yote inayotekelezwa kesho, sio ombi, ni agizo. Tulishaandika barua ya kwanza, nikaagiza ikumbushwe. Sasa kesho naitaka. Wakuu wa idara, kama una mradi unasimamia, hakikisha leo hii kurudi nyumbani kwako, hiyo taarifa iko kwa mkurugenzi na naipata ya kila mradi kwenye kata, ili tujue kwa nini umechelewa. Kama kuna fedha imeongezeka, mkaguzi wa ndani yuko wapi? Mkaguzi wa ndani, nataka taarifa inapokuja na mkurugenzi iwe imeambatana na kiambatanisho chako. Kwa nini fedha imeongezeka kwenye mradi? Kilichopangwa, DOQ iliyoletwa kwako, na kwa nini leo kuna mradi umekwama unaombewa fedha ya ziada? Mstahiki Meya, mtakapokaa, sitegemei baraza lipitishe ongezeko la fedha ya mradi bila kujiridhisha kwa uchunguzi wa kitaalamu kwa nini fedha haijatosha. Sitegemei kamati zote za baraza zipite kukagua miradi zisijiridhishe pasi shaka kwa nini mradi haujakamilika na fedha imeongezeka, na kujiridhisha ni kwa nyaraka. Kama halmashauri ya manispaa ya Ubungo, kwa mwaka huu wa fedha wa 2025 kwenda 26, bajeti yetu ni bilioni 109, lakini bajeti ya mapato ya ndani ya halmashauri ni bilioni 50. Kwa tumekuwa tukitekeleza hiyo ya kufikia hiyo bajeti, na hadi kufikia sasa hivi tumeweza kukusanya bilioni 29.8 sawa na 59%. Tumeendelea kupambana kukusanya kodi, lakini vile vile tumeendelea kuunda special task force ili kuweza kufanikiwa kufikisha kiwango hicho cha bajeti cha bilioni 50. Tunaendelea kuwaomba wananchi wote wa manispaa ya Ubungo waendelee sana kulipa kodi, kwa sababu wanapolipa zile kodi ndipo ambapo tutaweza kujenga pia na kujenga barabara, lakini kutatua kero za halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo. Na mapato yetu sana tunategemea kukusanya kwenye leseni za biashara, lakini vile vile kwenye upande wa service levy vile vile. Changamoto ambazo tunazo pia tunaendelea kuzitatua ni upande wa barabara. Kama halmashauri ya manispaa ya Ubungo tumefanikiwa kwa mwaka huu wa fedha unaoisha 2026 tumefanikiwa kuweza kununua mashine na mitambo kwa ajili ya kutengeneza barabara. Tumenunua vifaa vya thamani ya bilioni 1.1 ambavyo ni grader, excavator, lakini pia vibrator roller na malori mawili pia tumenunua hayo. Baada ya mitambo tunao sasa hivi na tutategemea kuizindua siku za karibuni ili ianze sasa kufanya kazi kwenye kata zetu 14 za manispaa ya Ubungo na kutatua kero ya barabara kwenye manispaa yetu ya Ubungo. Lakini pia vile vile tumeweka jitihada kubwa sana kwenye upande wa elimu. Tumeweka budget kwa mwaka wa fedha unaokuja 2026 kwenda 27 karibu bilioni 3.6. Hii ni kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto kwenye shule zetu. Hapa tunaongelea kuongeza upande wa madarasa, lakini vile vile kujenga matundu ya vyoo zaidi, lakini vile vile kwenye upande wa madawati. Kuanzia Januari mpaka muda huu robo ya kwanza ya mwaka tumefanikiwa kuweza kugawa madawati 1000. Na sisi mpaka sasa hivi tumeweza kufikisha madawati 2024. Lakini vile vile bado serikali halmashauri ya manispaa ya Ubungo tunaendelea kujipanga na double cohort ambayo itafanyika mwaka 2028, ambapo tunategemea wanafunzi wataongezeka kwenda elimu sekondari, ambao sasa hivi wanafunzi waliokuwa nao kwenye upande wa elimu sekondari kuna wanafunzi 41. Lakini mwaka 2028 wale wanafunzi wataingia wa darasa la 6 na la 7 ambao wataingia form 1 tunategemea kuwa wanafunzi karibu 80 na. Kiukweli kikao cha leo kilikuwa kizito kidogo na kilikuwa kina maelekezo mahsusi, na yale maelekezo yamekuja baada ya sisi madiwani kujaribu kukaa na mkuu wa wilaya, na ndio maana yakaja maelekezo mahsusi kwa watumishi wetu.
Baraza limetoa maelekezo na mkuu wa wilaya amezungumza moja kwa moja. Changamoto ziko nyingi, madiwani wamewasilisha kutoka kwenye kata zao. Kiukweli kwa ujumla wake sisi kama wawakilishi wa wananchi tunawajibika moja kwa moja kuziwakilisha changamoto za wananchi huku halmashauri na kwenye mamlaka nyingine husika zinazohusika. Na baraza letu la leo tuliona watumishi mbalimbali kutoka katika taasisi nyingine ukiacha halmashauri hawakufika, na yakatoka maelekezo mahsusi kwamba ni lazima wawepo kwenye mabaraza. Kwa mfano kwa kata ya Kimara tuna changamoto ya maji. Nafahamu kata ya Kimara ni kata kidogo ina changamoto nyingi, changamoto ya maji. Na ndio maana kwenye baraza la leo tukahakikisha kwamba mameneja wote wanaohusika na usambazaji wa maji kwenye maeneo yetu wawepo kwenye vikao vya baraza. Dhumuni kubwa ni kuleta mrejesho. Changamoto ni nini hasa mpaka maji huwa hayapatikani kwenye maeneo yetu. Lakini dhumuni la pili kutoa taarifa kwenye baraza, sisi madiwani tutoke tukiwa tunauelewa, twende tukaseme kwa wananchi, kwa sababu sisi tunawakilisha wananchi, lazima tuwe na majibu ya hizi changamoto. Sasa changamoto ya maji imekuwa ni changamoto kubwa, lakini mameneja lazima tukae nao, na miongoni mwa mikakati kama madiwani ni lazima tuhakikishe hata kama maji yanapatikana kwa uchache, lakini yawe ya mgao, kwa sababu hakuna mbadala wa maji. Maji yawe ya mgao, mameneja watufungie valve maeneo mengine, siku nyingine yaende, siku nyingine yasiende, yaende maeneo mengine ambayo maji yana shida. Kwa hiyo haya ni sehemu ya maelekezo ya baraza letu, na sisi tunahitaji hawa mameneja wawepo ili tujadili kwa pamoja na tutatue changamoto za wananchi kwa pamoja. Lakini tuna changamoto nyingine kubwa sana ya barabara. Katika kata ambazo zina changamoto ya barabara ni kata ya Kimara, na wakandarasi wapo wanaotusumbua. Tunahitaji mameneja wa TARURA, tunahitaji mameneja wa TANROADS wawepo kwenye mabaraza yetu, watueleze kwa nini hawa wakandarasi wanatusumbua. Kama wakandarasi wanasumbua kwenye mikataba yetu inatueleza ikitokea mkandarasi anasumbua kitu gani kinahitajika kufanyika, basi wafuate taratibu za kimkataba. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo sisi kama madiwani lazima tuwe wakali, kwa sababu tunawasimamia wananchi wetu na tunahakikisha hizi huduma zinakwenda kwa wananchi. Kwa hiyo hayo ndio mambo makubwa ambayo tumeyajadili, ukiachana na changamoto nyingine ambazo halmashauri moja kwa moja inahusika, sijui kuwa na vyoo vichache, madawati machache. Hivyo vyote tumevijadili kwa ujumla, na naamini kutoka kwenye baraza hili na baraza lilivyokuwa vizuri, madiwani wengi wapo wasomi, kila kitu kitakwenda sawa. Kuna la ziada?